Nguvu ya maneno. Wakati Mungu alipokumanifest, maana the source manifested you. Ndio maana wanasema neno litasimama. Vitu vyote vitapita lakini neno litasimama. Ina maana vitu vyote vitapita lakini wewe utabaki kuwa wewe. Wakati Mungu alipokumanifest, the source manifested you. You are a manifestation. Alipokumanifest vile alivyotengeneza, akaumba, akafikiria kisha akanena. Wakati unaponena unapeana uhai katika maneno yako. And that's why katika manifestation unapoandika chini vile watu wanaandika hii mwaka itakuwa ni ABCD, umeifikiria, umeitengeneza katika akili yako, baadaye unanena na kuiachilia katika anga. Kumbuka katika manifestation nilifundisha kuna watu wa practical na kuna watu wa theory, na nikasema kama unahitaji kufundishwa jinsi ya kumanifest, maana kumanifest kuna jinsi ya kumanifest kupitia vitu vingi sana. Kuna kumanifest kupitia damu, kuna kumanifest kupitia vitu mbalimbali, kuna kumanifest kupitia harufu, unachoma vitu mbalimbali na unapata kumanifest. Jifundishe wewe anga yako ama njia zako, ukitaka kumanifest kwa haraka unatumia nini? Kuna watu wana manifest kupitia elements, wewe una manifest kupitia nini? So katika manifestation ama katika maneno kuna nguvu, maana kuna uhai. Mungu alikutengeneza, that soul of yours, hiyo soul yako hiyo alimanifest vizuri na akaachilia maneno katika anga. Alipoachilia maneno katika anga, maneno yale yakajitengeneza into who you are, na ndio maana ukaingia tumboni mwa mama yako, mama akakutengenezea mwili, maneno yakaingia. Maneno yalipoingia ndio wewe ulivyo, na ndio maana ukitoka katika alignment ama njia yako unapata matatizo, unapata kupambana na kuingia katika manifestation ambayo Mungu alikumanifest nayo. Unapata mambo yako yanaenda jinsi unavyohitaji, japo kuna pain kwa sababu ya kukataliwa na wengine, kwa ajili ya kutoacknowledgewa na wengine. Lakini jua kitu kimoja, the moment you accept yourself, unajikubali, unajithamini, nothing else will be itakutatiza katika njia yako. The moment una accept yourself, there are places where you'll be accepted, there are places where you'll be rejected, because you are triggering them. Unawatatiza na mwangaza wako. Get to know yourself and go to places where you are accepted. Your team and your people will find you wakati utajikubali, wakati utasimama katika utofauti wako, because your manifestation is aligned to their path. Jinsi wewe ulivyokuja na nyundo, kuna yule ambaye alimanifestiwa ni msumari, kuna yule ambaye alimanifestiwa ni mawe, kuna yule ambaye alimanifestiwa ni simiti. Yote haya yanatakikana ili kutengeneza nyumba. Kwa hivyo you are a manifestation of God. God manifested you. That's why mtu akifa, the soul goes back to the source, kuchunguza kama the manifestation ambayo alimanifest ilikuwepo, ilikuwaje, was it the way it is. And that's why ukimanifest kitu, any manifestation is made in peace, but any manifestation that is made katika matatizo, katika dhoruba, inakuja na dhoruba. Kama Mungu alikutengeneza katika amani, utapata maisha yako yana amani. Lakini kama alikutengeneza wakati alikuwa katika ninio yake, unapata wewe pia ukija unakuwa ni mtu mwenye ujasiri. Ukipita hivi mtu anajua hapo pamepita mtu. Mungu amemanifest kila kitu kulingana vile alivyokuwa. Kuna wakati alikuwa na amani, kuna wakati alikuwa anahisi hivi, kuna wakati alikuwa na hasira zake, kuna wakati alikuwa na ABCD. Ndio maana kuna watu ambao wakisimama ardhini, vita vikianza, hampindi, wakisema ni hivyo, kwa sababu walimanifestiwa. You are a manifestation of God. You are the spoken word. So for you to be able to accomplish your mission, manifest through your mind, write it down, speak it out. Ikiwa unataka kuweka manukato, kuna vitu vingi vya kuweka manukato. Ikiwa unataka kufanya hizo ibada za kuchinja tu, hiyo manifestation yako ije kwa haraka ama iwe na ulinzi, kuna njia za kufanya. Ikiwa unahitaji huduma zangu, tafadhali nambari yangu ya WhatsApp iko kwenye profile, nitafute WhatsApp, nitakufundisha. Ila sifundishi bure, utalipia. I hope umenielewa kufikia hapo.